nafikiri ni moja watu ambao sidhani kama wana furaha ndani ya Simba. Sele yeye au wana Sele, yani ukiacha mashabiki wa Simba kutaka kuiona timu yao inafanya vizuri, Sele naye pia hana furaha sana kama unavyofikiria, kwa sababu mpaka sasa hivi kinachoendelea, yeye ndiye aliyekaimu nafasi ya kocha mkuu kunako klabu ya Simba. Mechi ya kwanza alishinda goli 3. Mechi ya pili dhidi ya Azam amepoteza kwa goli 2-0. Maana yake kulikuwa na uwezekano mkubwa sana kama angekuwa na consistency ya kushinda mechi 2 mfululizo. Tena ukiachilia mbali ile ya kwanza dhidi ya Azam, maana yake kuna watu wangeanza kulimba jina lake kwamba sasa apewe timu, hatutaki makocha wengine, huyu anatutosha. Lakini kwa sababu wameangusha alama 3 zote dhidi ya Azam ya Ibenge, watu wanaanza kumuona pia kama kirusi katika ile timu. Na ukisikiliza mashabiki wa Simba baadhi wanakuwa na maswali ya kujiuliza ambayo kimsingi hata wewe labda huenda unajiuliza kwamba wamepita makocha zaidi ya 5, 9 mpaka 10 nafikiri. Wamekuja na wasaidizi wao, Matola kaendelea kuwa msaidizi kama kocha kiongozi mwenyeji. Wamekuwa kitembea pale huwa anakuwa msaidizi, pale anakuwa sehemu. Anakuwa sehemu ya benchi la ufundi, lakini akiwa kama kocha msaidizi. Ili kulinda falsafa, kuna kitu kinaitwa falsafa ya timu falsafa ya timu. Kuna watu asilia, labda kwa mfano sisi wa timu gani, Mtibwa kwa mfano. Lazima awepo mtu ambaye ameshatumikia Mtibwa muda mrefu. Kutoza falsafa miaka 12 hapo kwenye benchi. Nafikiri yani wa hivyo maana yake anakuepo mwenye asili ya hiyo timu. Sio, unanielewa Sasa na mwenye asili ya timu lazima uwe mvumilivu. Sawa sawa Mare, mimi nafikiri hapo nawazani mpaka leo ni miaka zaidi ya 5 na kuendelea akiwa pale Simba Sports. Maana yake yeye ndiye amekuwa kibaki na timu pale ambapo Simba imeachana na kocha fulani wa kigeni ambaye walikuwa wamemchukua. Sasa hoja yangu ni kwamba katika uongozi au administration ya football kwa sasa hivi, nafikiri viongozi wa timu husika wao ndio wanajua falsafa ya timu yao. Na hivyo nategemea kwa sababu wanajua falsafa ya timu yao, ukiachana na hizo habari za kusema kwamba wakuwepo wanajua falsafa ni mtu fulani, ni kwamba wanahitaji kumtafuta kocha ambaye wanaona anaendana na falsafa za timu. Achilia ambaye nasema kwamba falsafa kwamba si Matola ndo mwenye falsafa za timu. Nitakutolea mifano hai ya baadhi ya makocha ambao wamekuja kwenye baadhi ya virabu wakashindwa kuendana na utaratibu wa timu, wakaondoshwa na maisha yakaendelea, timu ikaendelea kuperform vizuri. Ni juzi tu ukiachana Simba, juzi tu Young Africans. Moja ya kitu ambacho walikikosea ambacho nilikuwa nakizungumza, kumleta Romain Folz, walileta tu kocha bila kuangalia huyu kocha falsafa zake na za timu zinaendana. Kilichokuja kutokea ni wananchi walianza kulalamika, anatuchezea, anatuletea mipira ya kizamani, beki akiupata tu ni paa kule mbele nini na nini, kitu ambacho wanayanga wao wenyewe sasa hivi hawaamini katika falsafa hiyo. Sasa hivi Young Africans wao wanaamini katika falsafa ya gusa achia kutende kwa, zinagongwa pasi kwanza zinaenda, mtu watu wanatembea mpaka wanafika golini. Kwa hiyo baada ya kuona amegundua hicho kitu, sema kwamba tumejifunza vitu vingi, maana yake tushajua nini ambacho kinaendelea kuna michuano hii na nini ambacho kinatakiwa. Ukiachilia mbali kwamba tunaenda kucheza na wengine wana viwango vikubwa, wana uwezo mkubwa, wana qualities kubwa kuliko sisi, lakini ninachokiamini katika football ni maandalizi, lakini pia na mipango ya mwalimu inayohusiana na game husika. Ndicho kitu pekee ambacho kinaweza kikasaidia pengine hata kupush timu iweze kufanya vizuri angalau kwenye level ambayo hatujawahi kuifikia. Safari hii nafikiri kimuuliza kiongozi yeyote yule kwenye soka la Tanzania, atakwambia tunatamani angalau hata tufanye vizuri kwenye hatua ya makundi. Maana kufanya vizuri unaelekea katika hatua ya 16 bora. Kwa hivyo kwa timu yetu ya Tanzania tunasema maendeleo ni process. Kama msimu uliopita au maana yake AFCON iliyopita tulishia katika nafasi ya 3, safari hii tukipanda ile nafasi ya 2 maana yake tunapanda moja kwa moja, inategemea na kundi letu kwa limeshaje. Tunaweza tukapanda moja kwa moja kwenye hatua inayofuata au tukacheza playoff. Kwa hiyo nafikiri ni muda wa kushindana, sio muda wa kwenda kutafuta experience. Wachezaji ambao tunao
wamecheza mashindano tofauti tofauti. Ile pressure mechi kubwa nafikiri wameshaanza kuihendo. Wachezaji kama akina Yakubu Suleiman, pamoja kwa kwamba anachezaji JKT Tanzania sasa hivi yupo Simba. Nafikiri amecheza katika michuano kadhaa ambayo ina pressure kubwa. Lakini pia ukiangalia wachezaji kama kina Shomari Kapombe, Kevin John, wakina Danilo Miano, wakina Morris Abraham, lakini pia na wachezaji kadha wa kadha, mimi sina shaka kwamba kama wataweza kutekeleza mpango kazi wa mwalimu kwa kila mechi, tutaweza kuona soka nzuri. Nafikiri Gamondi hana muda mrefu kwenye timu ya taifa, lakini uzuri wa bahati ni kwamba anawafahamu wachezaji wa Tanzania wote ambao wamewaita, ukiachana wale wa nje ambao huwa ni kuchanganyia kina Novatus Dismas Miroshi. Nafikiri kuna kitu ambacho anaweza kakifanya kama wachezaji watazingatia maelekezo yake kuhusiana na mchezo husika. Performance ikawa nzuri na usema yes. Ni surprise package, lakini unapokuwa na wazawa wengi kwenye benchi la ufundi ambao wanawajua wachezaji, bado timu ikafanya vibaya, bado wewe unakuwa sio kitu. Ushakuwa kina Mgunda, kina Morocco, national team unaona benchi la ufundi kwa wazawa kama 3 au 4 hivi, lakini bado timu ikafanya vibaya. Kwa mimi naona ifikie 2 times, wachezaji wajiandae, wajipambanie, wajue kabisa tunapambana kwa sababu ya national team. Tuache mchezo tunaocheza kwamba kwenye national team tunacheza chini ya performance, alafu kwenye timu zetu za club tunacheza vizuri. Aisha zungumza Julio Kiwelo. Mbona Samata kuna kipindi aligoma kabisa kuja national team? Alikataa. Ila wakamlazimisha. Alikataa. Kwa nini? Anaamini kipindi ambacho nipo kwenye klabu yangu hii ambayo nimestruggle kuipata namba first 11, alafu nakwenda kucheza national team, vipi kama nikienda kuumia? Nikipata majeraha na maana nitarudi kwenye benchi la ufundi, nitakaporudi kwenye benchi tapata namba opponent wangu ambaye mimi binafsi nimeshamkata kwenye nanilia kwenye mbio za kupigania namba. Kwa hiyo anaamini nikiumia national team tayari. Aishaumia Shomari Kapombe hapa tuliona, alikaa nje takriban misimu ngapi timu yake club. Nafasi yake kazibwa na mtu, lakini baadaye akaja akapona akajitoa kucheza national team. Kwa sababu gani? Tayari anajua kuna hasara kubwa. Lakini ndio maana akasema ikifikia stage wachezaji wa timu ya taifa wakajua wanachokifanya, wakajua kama sisi tunaitwa kwa maana kwenda kuipambania furaha ya nchi na imani, kila kitu kitakuwa sawa. Wameachwa wengi sasa hivi unaona hapa. Wengi sana wameachwa, kina Pipino, kina Kagoma, wengi wameachwa. Wengi sana. Kwa hiyo watakiwa walioitwa kuchukua nafasi zao waamini kama yes, sisi tulioitwa sisi. Haimaanishi kama tunajua sana kuliko kina Kagoma. Haimaanishi tunajua sana kuliko kina Mudathir Yahya, lakini tumeitwa ili kwenda kupambania furaha ya nchi. Kama wataamini na watakumbuka hilo kitu, na watakumbuka kwamba tumetoka mbali na sisi tunaitwa shiriki kila siku kwenye tona tofauti, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na kasaminiwa, kama kasaminiwa ni wakati wa yeye sasa kurudisha shukrani kwa mwalimu kwa kupambania kitu ambacho kaambiwa kakifanya. Na nachoonaga mimi kila siku ni kwamba hakuna tu majina ya watu fulani kwamba anatakiwa acheze Kibu, anatakiwa acheze Kapombe kila msimu. Kila mchezaji ana haki na mamlaka kucheza national team kama tu kaperform vizuri huko alipotoka na huko ambapo yupo. Kwa hiyo kwa walioitwa wote ni wanatakiwa wafahamu kwamba tumeitwa kupambania taifa. Kuhusu kuanza kwamba tutafanya makubwa au la, nafikiri kama wachezaji watajituma na kuonesha uwezo wao binafsi ambao wanao kwenye hizo timu zao za klabu huko wanapotoka, na mimi tunaweza kupata chochote. Lakini siwezi nikaa hapa nikasema nategemea makubwa sana msimu wa African wakati bado sijiona hata wachezaji walioitwa kwa mara ya kwanza wengine wakicheza. Pengine hata walioitwa kwa mara ya kwanza pia wakaja wakaachwa, kwa sababu hichi ni kosi cha awali. Wakaja wakaachwa na wasicheze. Vipi kama nitawasifia afu baadaye wakaja wakaachwa? Itaonekana namna fulani mimi tofauti na mategemeo ya watu, natakuwa nimewaaminisha watu kitu ambacho wao binafsi pia wanajua matatizo ya national team yao. Kwa hiyo nachoona mimi kitu kimoja, kama walioitwa wote watathamini na kujua kabisa tumeitwa kuipambania national team, na huko sisi ambao tumeitwa na wale walioachwa, imaanishi sisi tunajua sana kuliko walioachwa. Pengine ni bahati tu imefika huko tu, sisi tumeitwa na tukaipambanie national team. Kwa hiyo kama watacheza kwa manufaa mazima ya nchi nzima na kujua kabisa tunatazamwa na nchi na tumeagizwa na nchi na wataka furaha na wataka mafanikio, baadhi ya watu ambao wameitwa mara ya kwanza pia wakaonesha uwezo wao, kuamini kwamba pengine leo nimeitwa nikifanya vizuri, pia kesho naweza nikaitwa tena kwa mara nyingine ya pili. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba kama wachezaji watatimiza vizuri maagizo ya mwalimu na wakajituma na kujitoa kama ilivyokuwa kwenye CHAN, naamini kila kitu kinawezekana, na naamini pia tunaweza kufika mbali. Lakini sisemi kwamba tutafika eneo fulani kwa sababu bado sijaona wakicheza.